Nitaelezea jinsi tulivyotoka hapa darasani kuelekea kwenye survey, jinsi biashara na kuendesha kwenye maduka yao ya kutaipia. Tulienda kuuliza maswali tofauti pamoja na changamoto, fursa. Sasa mimi zaidi nitazungumzia hii changamoto zilizowakabili wale ambao wanaendesha kiduka chao cha kutaipia. Kwanza alitueleza kwamba kuna ustahimilivu. Lazima mtu kuanzisha jambo lolote awe na ustahimilivu wa wateja wake. Yeye mwenyewe awe na maneno mazuri ya kuzungumza na wale wateja wake ili kuwapa motisha, ni yani wakaja hapa katika kile kiduka, kwa sio kutoa maneno kwamba maneno ya kuwarudisha nyuma au ya kuwafukuza. Uwe na maneno mazuri ya uwastahimilie. Pengine anakuja na pesa hii kidogo, nifanyie kazi yangu, baadaye nitakulipa. Usikilizane uzuri pamoja na ustahimilivu, na yeye awe na kustahimilia. Pili, unaweza kukabiliana na watu tofauti. Wengine ndo wanakuja pale watu tofauti, wengine wanakuja wana malengo yao maalum kwamba wanakuja kutaipu, lakini maneno wale wanaoyazungumza pamoja na ule mtendaji kazi mwenyewe anakuwa si maneno mazuri. Pia ametueleza hili watu pia wanakuwa watu tofauti, wanakuja pale kuja katika ile kazi ya kutaipu, analeta kazi yake, lakini ndo wanakuja na maelezo tofauti. Pia ukabiliane nao, kuelewa tofauti zao, ufahamu pia, uwe na ufahamu pia kuwaelewa. Pia na elimu pia ndo kabla kuanzisha jambo lolote unatakiwa kwanza uwe na elimu. Sio unalianzisha jambo ama biashara yako au hiyo kufungua kiduka chako, uwe na elimu ya kuanzisha lile jambo lako, ili ukilianzisha liwe na ubora wa hali ya juu. Watu wakiliona tu wao wanakuja kule kwenye ile sehemu yako, yani biashara yako itakuwa ina kivuto zaidi, kwa sababu ndio utakuwa ushasoma, ushaelewa kila kitu, njia nini, sehemu, yani njia nyingi ushazijua, unakuwa ushazifahamu. Kuna pia baadhi ya watu pia alitueleza, kuna baadhi ya watu wanakuja kufanywa kazi yao lakini hawana heshima, bila anakuja na maneno, sijui nifanyie hivi, kazi yangu hivi, time fulani nipate hapo. Pengine umezarurika, ndio ushampangia muda, lakini umezarurika, wewe ni binadamu, naweza katukiza haya na haya. Pia uje umueleze akustahimilie, na wewe pia umstahimilie shida yako. Pia akatuzungumzia kuhusu hasira. Pia baadhi ya watu wanakuja na hasira pale, si hivi wanatoa maneno, kutofahamiana baina ya mtendaji kazi na ule mleta kazi mwenyewe. Pia anakuwa na hasira, maneno hamfahamiani. Pia katufahamisha kwamba pia muwe na ustahimilivu. Kuna pointi nyingine kutype huku. Pengine kaleta kazi yake, lakini sasa ina matatizo, itabidi kishafanya ile kazi, kisha type, kishamaliza, kishampatia karatasi yake au kishampatia karatasi zake, lakini anamwambia kuna makosa fulani, itabidi utype tena. Pia mambo mengi pia hayo pia yanatokezea. Pia katufahamisha kuhusu mikopo pia. Katika kazi lazima yanatokezea mikopo, lakini ndo akafahamisha kuna baadhi ya watu wanakuwa nakuja na kukubaliana uzuri, lakini sasa ushamkopesha na kuja pale anakuambia subiri siku nyingine, anakueleza kama hivyo. Sasa utakuwa huna furaha naye yule mtu, au kimtumishia kwingine anakuambia umeipa kazi nini, maneno tele, mnakuwa hafahamiani, kugombana. Pia mambo hayo pia yanatokezea katika biashara yoyote. Nini kubwa zaidi, tuwe na huo ustahimilivu. Jambo lolote tunalolianzisha mtu awe na ustahimilivu zaidi.
Pia tumepata pointi nyingine kuzungumza wakati wa kazi. Huku ana kazi, mteja mwingine yupo huku anamzungumzisha, pengine kazi zote mbili hazendi kwa pamoja. Huku anataka type bila makosa, lakini huku anamzungumzisha, huku anazungumza, huku na kazi. Mimi time nyingine ndio anatokezea makosa, akija mwenyewe ndio hivyo anakuwa hafahamiani. Wanakuwa hawafahamiani. Kwangu nimemalizia, nitampisha mwenzangu aelezee zaidi. Kwa hiyo wewe ulikuwa wazungumzia changamoto. Changamoto zinazowakabili hao wenye kutype katika kiduka. Haya, sasa hizi changamoto wewe binafsi yako umejiandaje kuhusu changamoto zenyewe? Unahisi kuna njia ya kuzikimbia hizo changamoto, na utazikimbia vipi, au una fikra gani? Maana mara nyingi watu changamoto huja zikawapelekea wasilifanye jambo kwa kuogopa changamoto. Sasa wewe binafsi yako kama mjasiriamali umejiandaa vipi kuhusu swala hilo? Unahisi kwamba bora uachie mbali fikra ya kiduka hicho cha typing, ufanye fikra nyingine, au unaonaje? Mimi kiupande wangu siwezi nikaacha, kwa sababu jambo lolote utakalolifanya lazima utakuwa na changamoto zitajitokeza pale ulipo. Sasa kwa maana hiyo lazima nikabiliane, lazima nifanye kitu kionekane, lakini sasa lazima niwe na haya mambo ni yastahimilie, sababu wao wanakuja binadamu na sisi na mimi nitakayeanzisha ni binadamu. Lazima sasa tustahamiliane. Ukistahamili tu mambo yote yatakuwa sawa. Kuna swala umeliashiria kwamba kuna wengine wanakuwa hawana ustahimilivu, yani upande wa wateja, kiasi ambacho kwamba ukimwahidi utampatia kazi aje siku fulani kwa ajili ya kazi yake, akikuta haikufanywa kwa dharura ulizozipata anatoa maneno mengi sana. Wewe unaona huyu mtu alaumiwe au nani alaumiwe baina ya hawa wawili? Nitalaumiwa mimi, kwa sababu mimi ndo nimemwekea ahadi kwamba siku fulani aje achukue kazi yake, lakini sasa ndo nimetokezwa na tatizo na yeye pengine hatuna mawasiliano. Itabidi nimchukulie vyovyote atakavyosema, kama katoa maneno, lakini kazi yake nimfanyie aje aikute. Nitamueleza kustahamilivu, yani nitamueleza afahamu, siwe na maneno ile ya nini tena, maneno ya ukali kwamba kaja nijapo sijafanya ile kazi, lakini nitakuwa nina maneno mazuri ili alainike. Haya, kwa hiyo wewe mwenyewe umeashiria kwamba tatizo litakuwa ni lako binafsi. Limepelekea hivyo. Yaani yeye hatulaumiwa kiasi hicho, pamoja na kwamba naye anahitaji kuwa na subra. Sasa unahisi hili tatizo waweza ukaliepuka vipi? Si umesema kwamba tatizo litakuwa ni lako, yani yeye hatulaumiwa sana sababu ulimwahidi, amekuja hajakuta kazi yake. Sasa unahisi hili tatizo utaliepuka vipi ikiwa lawama zitakuwa ni kwako na umekiri mwenyewe kwamba lawama ni zako, ulaumiwe wewe? Sasa hili tatizo la yeye kuja na akatoa maneno utaliepuka vipi? Hili tatizo nitaliepuka kwa kujitahidi kufanya kazi ambayo si ndio umedharurika. Sasa ndio umedharurika, umeumwa, utafanya na dharura, lakini nitajitahidi. Ndio utueleze hizo njia ambazo utazipitia kujitahidi kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wateja wako. Ndio nimesema kwamba nina dharura, lakini sasa yani nitajitahidi kwamba ile dharura nitamweka japo mtu mwingine ili nikae nafasi nimalize ile kazi ya mtu mwenyewe akija iwepo. Kumweka mtu mwingine kivipi? Kwenye hilo tatizo au anashughulikia yeye huko namalizia kazi hiyo, ndio kitu kubwa. Tujalie umepatwa na dharura ya kuumwa, ndio umeumwa, utafanya nini? Nitaongeza watu dukani. Nitaongeza watu dukani, nitakuwa sio peke yangu, nitakuwa na mwenzangu wawili watatu.
kwamba nikiondoka mimi awepo mwenzangu. Umeelewa njia ya kutatua matatizo, sababu kuna mambo mengine jamani mtu mwenyewe anakuwa anayasababisha mwenyewe. Na ndio maana tukakusomesheni elimu ya uendeshaji. Kuna matatizo mengine ni ya kuepuka, na yakitokeza ni wewe ndio umeyatengeneza mwenyewe. Swala liliyoko ni njia ya utatuzi huo, kwamba umtafute ndio waumwa, na kazi umefanya, umeshawaahidi watu. Umenipata? Kwa hiyo liliyokuweko ili kuendelea kuweka jina lako kibiashara lipo salama na kituo chako kipo salama, hata kukubali kuingia hasara ukaenda ukamchukua mtu aje afanye hizo kazi kwa gharama yoyote, almuradi wale waje siku waliokuja uliowaahidi wakute nini kazi yao. Nashukuru kwa ufumbuzi huo, lakini kuna ufumbuzi mwingine ambao waweza ukawa sio huo. Unahisi ni upi? Hii ni moja ya njia ya kulitatua, kulikimbia hilo swala lisitokeze. Unaweza ukamsaidia mwenzako? Kwa mwanangu ni kwamba atakapohisi ana tatizo, labda mfano kuumwa, ni vizuri kuwa na namba za simu za yule mteja ambaye aliletea kazi pale dukani, akampa taarifa mapema kwamba mimi nimezarurika, ili ajue atakapokuja aje vipi mteja. Tatizo ufumbuzi wa pili ndio huo. Usichukue kazi ya mtu ila umemwomba nini? Namba zake. Na tena hii ndio bora kwako wewe. Sababu gani? Itakupunguzia gharama. Badala ya kwenda kumkodisha mtu aje amalizie hiyo kazi. Umenielewa? Na akakuomba pesa nyingi kuliko hata zile ambazo wewe ulizomwomba mteja. Bora umpigie mteja simu mfahamisha, kuna kadha imetokeza. Kwa hiyo nahisi kazi yako hutoipata kwa wakati tarajiwa, na ukampatia kalenda kazi unatarajia ataipata kwa kipindi gani. Hizi mbili ndio njia za utatuzi wa hilo tatizo. Umenipata? Asante. Upande wako utazungumzia nini? Kwa upande wangu nitaelezea fursa zilizokuwa zikipatikana katika hicho kiduka. Katika wiki iliyopita ama siku hizo hapo nyuma, tulifanya ziara katika kiduka cha stationery moja ambacho kiko hapo mjini Kongwe. Na katika ziara hiyo pia tulipata fursa ya kuingia katika kiduka hicho, na tukapata kuwauliza baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili katika kuendesha kiduka chao ama mlango wao wa stationery. Pia katika kuwaeleza changamoto ambazo zinapatikana hapo, mwenzangu hapa ameshaziorodhesha changamoto gani ambazo walikuwa wanazipata kupitia kiduka chao. Kwa kuendelea, mimi nitaendelea na fursa badili ambayo ilipatikana katika mlango huo na ambayo inatumika mpaka hivi sasa. Katika kuuliza hayo maswali, kwa sababu katika mlango huo kuna fursa ambayo wamefungua mlango wa stationery, lakini pia katika mlango huo muna fulana ambazo zinaandikwa majina ama rangi au picha yoyote ambayo unahitaji kuwekewa katika fulana yako, basi unapatiwa katika kiduka hicho. Na vile vile pia kuna fursa nyingine ya vikombe pia wameandika pale kwamba mfano utakuwa na shughuli ama we mwenyewe binafsi una vikombe vyako unapeleka, unaweza kuwekewa picha
kwamba mfano biharusi na bwana harusi, ama maandishi kwamba karibuni katika sherehe yetu. Hivyo vikombe unaweza ukachorewa hivyo katika kiduka hicho. Kwa maana hiyo tukamuuliza katika maswali ambayo ya fursa ambayo ameitumia Badili, nikamuuliza kwamba ilikuwaje hata ikafikia kuweka bidhaa mbili katika mlango mmoja na ambazo ni tofauti. Akasema kwanza wamesema hali ngumu ya bidhaa. Mfano katika mlango wao wamefungua kwa ajili ya stationery, na kikawaida stationery sio kwamba muda wote kwamba watakuwa watu wanaingia kuleta kazi zao wataipiwe. Sivyo. Kuna kazi hii ya stationery, kuna kipindi maalum ambayo wanapata wateja wengi na wanaingiza. Sasa kuna kipindi ambacho wateja wale wa kutaipiwa hawapo. Kwa maana hiyo wakaamua kutumia fursa Badili ya kuingiza hizo fulana kuchora na vikombe kuandika majina ama kuchora picha. Ndio maana wakasema hali ngumu ndio imewapelekea kuweka bidhaa tofauti katika mlango mmoja. Na fursa nyingine wamesema kwamba kuingiza hivyo bidhaa mbili katika duka moja ama mbili au zaidi kuendelea bidhaa, wamesema kuongeza kipato, pia inapelekea kuongeza kipato, kwa sababu mfano akiingia wateja wa kutaipia na wengine wakaingia katika vikombe kuchorewa na fulana wakaingia, ina maana kipato kimeingia mara mbili zaidi au tatu zaidi. Pia na nyingine wakasema kuvutia watu kupitia vitu fulani. Pengine mtu anapita njia tu akaona fulana imechorwa picha nzuri, au akaona labda kuna mabuku, kuna na nini, akaingia dukani kavutiwa na fulana akaipenda. Lakini katika kuingia dukani fulana, katika kuiangalia hakuipenda fulana, akaona kitu kingine ambacho kakipenda kimomule dukani, pengine kikombe kimechorwa picha nzuri. Pia nayo imepelekea katika kuingiza vitu tofauti katika mlango mmoja. Kuvutia watu kupitia vitu vingi. Ndio nimeshaieleza kwamba wamevutiwa kupitia vitu vingi. Pengine ndo kaja kwa hiyo kwa ajili ya fulana akavutiwa na kikombe, fulana akaachana nayo akachukua kikombe. Kwa hiyo ile mteja hakutoka mtupu. Kaja kwa ajili ya fulana akatoka na kikombe. Pia haijaleta athari yoyote kutokana na nini? Kaingia na kuna kitu ambacho kimemvutia akakichukua. Na hata kama mfano hiyo hajakichukua, lakini tayari atakuwa kishaingia dukani, atajua kwamba pale kumbe kuna wanatype na wanachora vikombe na fulana. Kwa maana hiyo akisikia akiwa na jirani huko nje, akisikia mfano labda ana shughuli ama kuna kikosi cha mpira labda wanataka kuchorewa fulana zao, basi ni rahisi mtu yule aloingia pale akawaambia kwamba sehemu fulani kuna mlango pale umewekwa stationery, lakini wanachora fulana na vikombe. Pia itakuwa ni wepesi kutuongezea wateja katika mlango ule. Pia wamesema hivyo. Hizo ni fursa ambazo nimezipata kupitia mlango ule nilotembelea pale stationery wa Forodhani pale, na pia wakanipatia ushauri ufuatao, kwa sababu mimi ni mtarajiwa kufungua mlango kama huo wa stationery biidhnillah inshallah. Kwa hiyo nikaomba ushauri gani ambao watanipatia, na wamenambia kwamba nifungue, na inshallah sijakata tamaa, biidhnillah tutafungua. Na pia ushauri mwingine wakasema kwamba nisirudi nyuma, kila mtu na riski yake, si kama yeye ndo kafungua labda nizuie, ala. Yeye ana riski yake na mimi nitakapofungua pia nitakuwa na riski yangu biidhnillah. Na pia ushauri mwingine ambao tumeupata pale, kudhibiti mdomo katika nyakati za kazi. Yaani si wateja wanaingia tena ikawa wewe unatolea maneno yaliyokuwa hayapendezi, yanawafukuza wateja. Kwa maana hiyo tunatakiwa
tuwe na mdomo mzuri wakati wa kuhudumia wateja, na pia kukosoa hichi mfano. Na pia akasema katika ushauri, mfano mteja akakuletea kazi yake, umwandikie anavyotaka yeye ama umfanyie anavyotaka yeye. Mfano ikatokezea emergency kwamba wewe ikatoka vibaya sivyo anavyotaka yeye, atakapokuja kukueleza, basi wewe mfanyakazi pale ama mwenye ule mlango mfanyakazi, hutakiwi kuchukua maamuzi ambayo yatakuwa yanamkera yule mteja, kwa sababu wewe ndio itakuwa ni mwenye tatizo. Hukuainisha vizuri ama hukuwa makini katika utendaji wako wa kazi ile ambayo umeletewa. Unatakiwa uwe na maneno mazuri, umfahamishe na uweze kumtengenezea kazi yake kama alivyokuwa anataka. Na huo ndio ushauri ambao nimeupata kwa kazi sana. Umezungumza kwamba utazungumzia fursa badili. Nini hasa maana fursa badili? Ukusudia nini ukisema fursa badili? Fursa badili ni hali ya kuingiza kitu katika kitu chengine. Au mfano kuingiza bidhaa ndani ya bidhaa nyingine. Kivipi? Yaani mfano mimi nauza mabuku ya skuli. Halafu katika hiyo sehemu ninayouza mabuku ya skuli nikawa ninaeka nazi ama kanga, tayari nitakuwa nimeshatumia fursa badili, kwa sababu pale nimeweka nauza mabuku ama vifaa vya skuli. Sasa kukiwa na nazi na kanga, tayari zile sio vifaa vya skuli, itakuwa tayari hapo nilishakuwa badili tofauti, ziko mbili tofauti. Okay, uhalisia wa fursa badili sio huo. Fursa badili ni fursa unayoitumia, unaikuta katika jambo na hali ya kuwa hukuinuia. Sijui mmenielewa? Fursa badili ni fursa ambayo unaona hii imejitokeza, sikufanya nini? Sikuinuia, naitumia kabisa. Hiyo ndio nini? Fursa badili. Ama kwamba uuze stationery ukaweka nini? Nazi. Yawezekana ukanuia kwamba naenda kufungua nini? Stationery. Tumeelewana? Na nazi nitakuwa naziweka hapo kando nje. Hiyo hatutoiita fursa badili. Sababu ulinuia. Sasa nasikiliza ustazi. Kama hukunuia katika biashara yako ukaona haiendi, sasa haitoki vizuri, yani mapato hayapatikani. Sasa ukaona ukajikuta unaingiza na vitu vingine kwa sababu ndo mapato hayapatikani. Hiyo ndio inayoitwa fursa badili. Ulichonuia ni kitu, yani ulilolinuia ni jambo. Ulivofika katika utendaji ukakuta uhalisia sivyo ndivyo ulivyofikiria. Umenielewa? Kwa hiyo ukatizama fursa nyingine ambazo sio zile ulizozinuia kabla ya kuanzisha nini? Mradi. Hiyo ndio inaitwa nini? Fursa badili. Fursa badili haijamaanisha kwamba mchanganyiko wa vitu, hapana. Yawezekana ukanuia duka lako la mchanganyiko wa vitu, kwani kuna tatizo gani? Mimi iwe ni stationery nikaweka na nini? Na nazini duka langu. Tumeelewana? Mimi ndio nilivyotaka. Hakuna mtu atanifanya. Ingawa kuna baadhi ya miradi serikali anaingilia kati ajili ya kuweka viwango. Kama duka la madawa, yawe ni madawa tu, usilete nazi. Ni ajili ya mipaka ya kiafya. Mmenipata? Gari la kuchukua nyama kiteweo, umenipata? Lifanye kazi tu ya nini? Ya kuchukua nyama kiteweo.
sio lichukue mifugo. Ndio utakuta nchi nyingine magari yameandikwa kabisa, gari la uchukuzi wa nyama, sio gari la uchukuzi wa mifugo. Ndio ukakuta gari la abiria. Sijui umenielewa? Hii mnavyoona magari yameandikwa gari la abiria, ilikuwa hata magari mengine nayo yaandikwe kazi yake, isipokuwa tu gari binafsi unalotumia wewe kama wewe. Kwa hiyo ndio fursa badili, kwamba unakuwa umenuia jambo ukakuta kuna fursa nyingine ambazo hauwezi kuzitumia kinyume na fursa ulizozinuia. Haya, tumezungumzia hilo. Sasa kitu gani kimekupelekea uzungumzie fursa badili, na hali ya kuwa fursa badili inakuwa sio katika kiini cha mradi? Jambo lipi lililo kutuma uzungumzie fursa badili, na hali ya kuwa fursa badili ni jambo yawezekana liwepo au lisiwepo, sio katika kiini cha nini cha mradi? Kiini cha mradi ni lile ulilolizungumzia, kiini cha mradi ni lile ulilolinuia, na sio fursa badili. Kwa nini ukazungumzia fursa badili ukaacha nia yako ya mradi wa stationary? Kwa sababu ndo tulivyoenda pale tumezikuta hivi. Kazi mliopewa hamkuambiwa kwamba mnaenda kutafuta fursa badili. Lakini ndo tumekuta ile hali pale. Sijakataa. Hiyo hali mmeikuta hapo, na hivyo ndio inavyofaa iwe. Lakini nilichokuuliza, kwa nini ukapendelea kuzungumzia fursa badili na hukuzungumzia fursa? Kuna vitu viwili ndani ya mradi, fursa na nini, na fursa badili. Fursa ni lile jambo ulilolinuia, na fursa badili ni lile jambo ambalo lazuka hukufanya nini, hukulinuia, ukaona ulitumia ufaidike nalo. Kwa nini ukapendelea kutuzungumzia kitu cha kuzuka na ukaacha kiini cha manuizi, nia yako ya mradi? Kwa sababu na sisi tutakapokuja kuanzisha huo mradi tusije kukurupuka, tuwe tumejipanga vizuri. Labda hujanielewa swali langu, waweza ukamsaidia mwenzako kama utakuwa umelielewa swali langu? Nazungumzia kwa sababu sasa hivi yani sehemu nyingi wanakuwa wanaziweka pamoja na bidhaa nyingine ili kuingiza kipato. Sio jawabu. Hilo sio jawabu. Kwa nini mkaacha kuzungumzia? Mimi naomba nisaidie. Wasaidie. Kwa ninavyoona mie, kwa sababu wao ni wajasiriamali, ni lazima dili walishughulikie, kutokana na mjasiriamali hachagui shughuli, na akishindwa na jambo hili huenda akafanya jambo jingine. Kwa hiyo kwa pale alipoenda pale amepata changamoto kwa mtu ajishughulishi na jambo moja, akiona huku kuko vibaya kidogo, anaweza akachukua jambo jingine akaeka, kutokana na elimu ya ujasiriamali. Ni sahihi, lakini swali langu halikujibiwa. Unapokwenda survey ya jambo lolote lile, unachoshughulikia zaidi, tumeelewana, sio fursa badili. Sababu fursa badili ni mambo ya kuzuka, na pengine akaingia kwa msimu. Hata kama hayatoingia kwa msimu, sio kwamba huo mradi wako utauanzisha utaenda kuuingiza kwenye kiduka hicho ili mtumie nyote fursa hizo. Au sio kwamba almradi nataka kumaanishia kwamba fursa badili zilizoko ndani ya eneo fulani sio fursa badili zitazokuweko ndani ya eneo jingine. Unapokwenda survey huendi kwa ajili ya fursa badili,
unakwenda survey kwa ajili ya fursa kuhusu mradi uliofanya nini, uliounuia. Je, huu mradi niliounuia una fursa ndani ya eneo husika? Tunaelewana? Yawezekana ukaenda usikute changamoto yoyote, ukakuta mradi hauna changamoto, ni fursa tupu. Mmenielewa? Na yawezekana ukakuta ulipokwenda survey ukakuta mradi hauna hata fursa moja, bali changamoto tupu. Kwa hiyo ilikuwa mtuzungumzie kuhusu hasa fursa zilizokuweko sokoni zenye uhusiano na mradi wenu. Baada ya kuzungumzia hizo fursa zilizokuweko sokoni, ndio waweza ukazungumzia nini? Fursa badili. Mmenielewa namna ya kufanya survey na lengo la kufanya survey. Tumesema lengo la kufanya survey ni nini? Nani atajibu? Kuangalia kile kilichoanzisha, ni sio kile kilichozoea. Fursa zilizokuwepo kuhusu kile kinachoanzishwa. Mama ni papa jamani. Haya. Kwa hiyo hapo mmefeli, ingawa presentation ni nzuri sana. Presentation ni nzuri sababu mnazungumza bila uoga. Imekuwa ni tofauti na presentation zote zilizotangulia. Na presentation zozote duniani ndio zinapokwenda ni mazungumzo ya kawaida, hakuna jipya. Ni mazungumzo ya nini? Ya kawaida. Muhimu tu ujiandae na kitu unachokwenda kufanya nini? Kukizungumzia. Ukielewe kwa undani. Baada ya kukielewa kwa undani, unaenda kupresent tu kawaida tu, ni mazungumzo ya kawaida. Kwa hiyo mumefeli sio presentation. Mumefeli survey. Presentation ipo nzuri sana, lakini survey mumefeli. Nielezeni kwa nini mkafeli survey? Fursa. Tumechukua fursa badili. Murienda kushughulikia fursa badili ya mchukulia fursa. Tayari? Haya, nina swali jingine. Mumekinai kiasi gani? Sababu swala la fursa badili na changamoto mumepewa pale, mumezipata kwa wale wajasiriamali mliowafuata, lakini mumekinai kiasi gani kwamba yale waliokuambieni wao yana uhalisia? Uhalisia vipi? Wewe hujaelewa? Yanayo uhalisia kwa sababu ndio yanayofanyika sasa hivi. Naam? Yanayo uhalisia kwa sababu ni sehemu nyingi ndio yanajitokeza hayo kwa hayo. Mumeenda sehemu ngapi? Moja. So wakati umeenda sehemu moja unasema kwamba ni sehemu nyingi yanajitokeza hayo kwa hayo? Wao wametuelezea sababu kama hiyo ustahimilivu. Ndio lazima, na hata biashara nyingine yoyote uwe na ustahimilivu. Mnaona, unapokwenda survey unakuwa wewe binafsi yako una data za mwanzo. Huhitaji lazima uambiwe huko unakwenda kufanya survey. Akufiche au akuambie, tunaelewana? Unakuwa unaelewa ndio ilivyo. Sasa yawezekana akakupatia kitu ambacho tofauti na unavyoelewa. Utaelewa wazi kwamba hapa kaamua kunificha tu. Ndio maana nikakuuliza una uhakika gani na uhalisia wa haya mambo aliyokueleza? Hamjenijibu bado. Hili ulilonijibu na ukazungumza hivyo linaashiria wazi kwamba yawezekana ukaambiwa tu
tofauti na unavyoelewa. Lakini ukiambia tofauti na unavyoelewa, tumeelewana, utajua kwamba ameamua kufanya kunidanganya. Na tulisoma kwenye biashara, tuliambiwa kwamba unaenda kuzitafuta data ukafanya ukazikosa, watu wakakuficha. Kuna mwingine ambaye atakuwa amekuwekea wepesi akaamua kukunyamaza au akakwambia sina data yoyote. Huyo ujue kwamba amekusaidia sana, badala ya mtu kukudanganya, sababu hawezi akakudanganya, anataka uingie hasara. Si anajua kwamba unakuja kuanzisha mradi kama wa kwake. Kwa hiyo tayari kutakuwa kuna ushindani sokoni. Mmenielewa? Ushindani sokoni ukiweko, wateja mfano ni 5 walioko sokoni, utapoanzisha, kwa hiyo wewe na yeye mtagawanya wateja wangapi? 5. Kwa hiyo anafanya kimakusudi akufelishe ili udondoke, aendelee kubaki peke yake. Anakupatia data za uongo. Ukianza mradi kwa zile data, unashangaa unaingia hasara. Ukiingia hasara, duka linafungwa. Likifungwa, anaendelea kubaki sokoni peke yake. Ndio maana nikakuulizeni, muna uhalisia gani na muna uhakika gani na uhalisia wa data mlizopewa kwamba zipo sahihi? Survey ni ngumu ajili ya hilo. Zipo sahihi kwa sababu hawakutuficha, isipokuwa tumekosea katika hii fursa tu, lakini changamoto amezoelezea sasa. Hawakuwa na uficho sana, isipokuwa tumekosea katika. Kwa hiyo siku nyingine mkienda survey, muwe mnajua kwamba kinachokupelekeni ni nini? Ni fursa. Na kinyume cha fursa ni nini? Changamoto. Wala sio fursa badili. Fursa badili waweza ukazisoma bila kumuuliza. Umenielewa? Waweza ukazisoma bila kumuuliza. Na sio tatizo kumuuliza kwamba mbona stationery halafu hapa pana mafulana na mafulana hayaendani na nini? Na stationery, ili kutaka kujua alivyoanzisha duka alikuwa kanuia au hii ni fursa badili. Tumeelewana? Lakini fursa badili kuzisoma ni rahisi. Kuna haja ya kuambiwa. Na huku unazingatia kwamba fursa badili zilizokuweko kwake yeye yawezekana zikawa tofauti na huko utakokwenda kuanzisha mradi wako. Sababu mumeanzisha miradi katika maeneo tofauti. Haya, hata kama mtakuwa ndani ya eneo moja, fursa badili alizoziweka nao nataka kuweka hizo, huoni kwamba umekuwa ni mzembe zaidi? Waweza ukatengeneza mazingira mengine ya nini? Ya fursa badili, ili kuhakikisha kwamba wewe ndio unaanzisha hilo soko la fursa badili. Waweza ukaenda ndani ya eneo fulani, ukaona watu wote wana biashara kadha, ina maana ndio fursa iliyokuweko. Mmenipata? Lakini ulivofika hapo ukaona mimi naanzisha biashara nyingine, na maana unatengeneza soko jipya ndani ya eneo lenye fursa iliyozoeleka. Unakuja na biashara mpya haimo. Tumeelewana? Ina maana wewe ndio mtu wa mwanzo kuanzisha hilo soko, kuanzisha biashara hiyo. Sijui mmenipata? Huo ndio ujasiriamali. Kwa hiyo nenda mara nyingine, tumefanya survey sote. Kwa hiyo kuanzia leo mtafanya survey mnavotaka nyie, mtatueleza wapi mtakokwenda kuifanya survey. Lini mtakuja kutueleza survey yenyewe, lakini mtaamua wenyewe kwenda kufanya survey maeneo mengine. Ila tu siku mtakuja mtatueleza tulienda kadha, tulienda pahala kadha, tukapata hivi, tukapata hivi, tulienda pahala kadha, tukapata hivi, tukapata hivi, tulienda pahala kadha, tukapata hivi, tukapata hivi. Baada ya kukushanya hizi data zote kwa pamoja, tumekaa tunazichambua
ili tujue uhalisia na uongo kuhusu data tulizopewa. Sababu yawezekana tukaambiwa uongo. Kwa hiyo sisi tunakuta uhalisia kwamba jamaa waliamua kutuficha, hawakutuambia ukweli. Lakini pamoja na wao kutuficha, hatukuchoka, tukafanya sasa utafiti kwa siri kutizama yepi waliotuficha. Kwa hiyo tukafikia pahala kadha. Kwa hiyo tuelezeni lini mtakuja kutukadimishia hiyo. Kwa hivyo hayo hapo unaona kama labda ametuficha. Umenielewa wewe? Swali lako ni hilo. Naomba tu kujibiwa swali langu nililo. Naam? Asante. Alhamisi ipi? Haya, mimi nakupatia ni Alhamisi ya wiki ijayo, ili mpate muda mkubwa wa kwenda kufanya survey ndani ya maeneo mengi. Tupo pamoja? Mkiwa mna tatizo la nauli mtaniambia. Tupo pamoja? Shukran sana, nimefurahia presentation yenu. Presentation ni nzuri.